Mimi ni nuru ya ulimwengu, nuru ya familia yangu. Nilitoka kwa Baba, narudi kwa Baba. Baba ni mtakatifu. Narudi kwa Baba, ndani yake nakaa naye ndani yangu. Mimi ni mtakatifu. Nimepona, nimeokolewa, nimekombolewa. Familia yangu itanifuata katika nuru. Mimi ni nuru. Nuru yangu iwaponye, iwaokoe na kuwakomboa. Karibu, naitwa mchungaji David Joya. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Leo ni siku ingine tena. Tunataka kusikia mahubiri au neno la Bwana kama vile Mungu amelipanga. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Thank you. Thank you. Karibu katika ibada ya siku ya leo. Na leo tutahubiri ibada kama vile Mungu atatuwezesha. Je, wewe umeokoka? Na kama hujaokoka huwa unagojea nini? Ni nini unagoja ndio uokoke? Ni nini hakijafika chenye unagojea kifike ati ndio uokoke? Mbona unakataa wokovu? Sasa Yesu akirudi kama siku ya leo, hata sio arudi, ukikufa siku ya leo utaenda wapi? Juu kule umejichagulia, huko ndiko utaenda. Unajua ukilala kama hujaokoka, hakuna siku ingine yenye utapata nafasi ya kuomba msamaha. Msamaha unaombwa wakati uko katika hii mwili. Hii ndio nafasi yako ya kujitetea kwa Mungu. Na kujitetea ni kukubali Yesu alikufa juu ya dhambi zako. Ukiri kwa kinywa chako na uamini katika moyo wako kulingana na Warumi 10:9-10. Nawe utaokoka. Na leo nataka tuingie katika neno la Bwana. Na leo mafunzo yetu ama mahubiri yetu ya siku ya leo tunatoa katika kitabu cha Hesabu 21:4-9. Hesabu 21:4-9. Nayo inauliza, je, umemnung'unikia Mungu? Je, umemnung'unikia Mungu? Hesabu 21:4-9. Hesabu 21:4-9. Tunaulizana, wewe umemnung'unikia Mungu? Umemnung'unikia au bado? Juu kuna wenye walimnung'unikia na kuna wenye humnung'unikia. Wewe ni mmoja wao, na ukimnung'unikia ni nini itakuwa malipo yako ama matokeo yatakuwa nini? Wacha tusome Hesabu 21:4-9. Nao inasema hivi: wakasafiri kutoka mlima wa Hori kwa njia ya bahari ya Shamu ili kuizunguka nchi ya Edomu. Watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Hapa tunaona wana wa Israeli wanatoka katika nchi ya Misri, nchi yenye walikuwa wameumizwa kwa kufanyishwa kazi yenye haikuwa na malipo. Nchi usijali, niko na homa. Nchi yenye walikuwa wametezwa zaidi kwa kufanyishwa kazi yenye haina malipo na kuchapwa na mijeledi. Nao sasa wako jiani, Mungu ashawatoa huko. Saa hii hawachapwi, saa hii hawaumizwi, saa hii hawatumikizwi. Na sasa wako jiani na wako na ahadi za Mungu, wakijua amewaahidi anawapeleka nchi mzuri yenye maziwa na asali. Hao ni watu wamechaguliwa na Mungu, wasatolewa kwenye nchi ya taabu na ya shida. Nao sasa wako kwenye njia ya kuelekea kwa nchi ya ahadi. Hao ni sisi siku ya leo, wale tumeokoka.
sio wale hawajaokoka. Wale hawajaokoka bado wako katika nchi ya mateso, sababu bado wanamtumikia Shetani, bado wako kwenye mateso ya utumwa. Juu saa hii bado wanatumikizwa na Shetani, na ile kutumikizwa wanatumikizwa nayo haina malipo. Nao wanateswa wakiumishwa wakiwa nchi ya mateso, nchi ya Misri. Leo naongea na sisi wale tuliookolewa. Saa hii tayari tunasema Yesu ni Bwana. Saa hii tayari tumetoka kwenye nchi ya mateso, nayo ni nchi ya Misri. Nasi tumetolewa katika mikono ya Shetani, na Shetani hana nguvu juu yetu tena, sababu Yesu sasa ndiye anatuongoza. Ndio anatuongoza, akituongoza bado tuko katika hii dunia yenye imejaa mateso. Kwa hivyo bado tuko safarini ya kwenda kwenye nchi yetu ya ahadi, nayo ni mbinguni. Lakini bado hatujafika juu bado tuko katika hii mwili. Kama hatujafika bado tuko jangwani tukitembea na Yesu Kristo. Lakini tayari tumetolewa kwenye nchi ya mateka, tumetolewa kwenye nchi ya utumwa, tumetolewa tayari kwenye nchi ya mateso. Hatuteswi tena juu Farao hatuko na yeye tena, naye Farao wa siku hizi ni Shetani. Hatuteswi tena juu saa hii tuko na Musa wetu na ndiye Yesu Kristo. Ndio anatuongoza akituelekeza kwenye nchi yetu ya ahadi, nchi ya mbinguni ambayo tumeahidiwa na Mungu, na tunajua Mungu ni mwenye ahadi. Hawezi ahidiana jambo na akose kulitimiza. Ni yeye alituambia ameenda kututengenezea makao, na kama haingekuwa hivyo angetuambia. Sasa tumetolewa kwenye nchi ya mateka, tumetolewa kwenye nchi ya utumwa, tumetolewa kwenye nchi ya mateso. Hatuko tena na Shetani, hatuko tena katika ufalme wa Shetani, tuko katika ufalme wa Mungu, lakini bado tuko katika hii mwili. Kwa hivyo tuko jangwani tukielekea kwenye nchi ya ahadi. Hiyo mstari wa 4 inasema wakasafiri kutoka mlima Hori kwa njia ya bahari ya Shamu ili kuizunguka nchi ya Edomu. Watu wakawa moyo kwa sababu ya ile njia. Sasa tukiwa katika hii safari ya kwenda mbinguni, tukiwa tumeokoka tayari, kuna masida mingi humkuta mtu hata kama ameokoka. Juu yale mambo hupata watu wakiwa hii duniani, lazima uipate. Lazima upitie ile mambo yanapitiago na watu wengine wakiwa katika hii mwili. Mambo ingine itakuteza, ingine ikuhofishe, ingine ifanye ukuve moyo. Nawe usiwe kama hawa watu. Hawa watu wakawa moyo kwa ile njia. Vile watu wengi ukuva moyo, ndio wameokoka. Lakini mambo itakukuta. Watu hata watakuletea maneno, wengine watakudhulumu bila sababu. Nawe utaona ni kama ndio mko na Mungu na amekuahidia na kupeleka kwenye nchi ya ahadi, na kuna ahadi mingi amekuahidia. Lakini ukiwa katika hii katika hii mwili, bado utakuva moyo na ujiulize, kweli nitafika kule Mungu aliniambia? Na hapa tunaona watu wamekuva moyo sababu ya ile njia. Wametembea sana, jua inawachoma, lakini ukumbuke hawako kwenye nchi ya mateso. Hii mambo inafanya wakuve moyo, sio kama ile mateso walikuwa wanateso wakiwa nchi ya Misri. Nchi ya Misri walikuwa wanafanyizwa kazi mzito bila chakula na kunyoroshwa mpaka na viboko na kutandikwa. Lakini sasa hawanyoroshwi, hawatandikwi, wao ni kutembea tu. Chakula wanapewa na Mungu ya bure, hawafanyii kazi. Lakini hawaoni hayo, hawakumbuki ile mateso walikuwa wanateswa wakiwa Misri. Waone hiyo mateso ilikuwa zaidi ya hii yenye wanapitia wakiwa katika hii safari. Mstari wa 5 inasema watu wakamnung'unikia Mungu na Musa, mbona mmetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Maana hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zina kinai chakula hiki dhaifu. Hawa ni watu ndio hata wakati huu wanapewa mana na Mungu kutoka mbinguni, na Biblia inasemaga walipewa chakula cha malaika. Lakini sasa wameanza kunungunika. Badala wanasema hakuna chakula. Hapo wameongea uongo. Wanasema hakuna maji. Lakini vile wanasema haikuwa hivyo, juu huwezi kaa bila maji na utoboe. Wanasema hakuna chakula, wanamnunukia Musa na Mungu. Tena wanaendelea wakimalizia hapa mstari wa 5 wanasema roho zetu sina kinai chakula hiki dhaifu.
Unaona hapo beleni walikuwa wanasema hakuna chakula. Tena wanasema wamechozwa na hii chakula, kukula chakula moja kwa muda mrefu. Sasa wanakiita chakula dhaifu. Hao ni watu wamemnungunikia Mungu, wakisahau na kule amewatoa. Wakisahau na ile mateso walikuwa wanateswa, wakisahau kule walikuwa wanafanyishwa kazi bila malipo, wakisahau kule walikuwa hata wanapigwa mijeledi. Huku hawapigwi mijeledi, huku hawachoki, hawafanyishi kazi bure. Ile kuchoka watachoka tu ni kutembea, na hata kule walikuwa wanatembea. Naye mtu akiwa katika Mungu hufai kuona ile shida unaiona kwa wakati huu, bila kukumbuka ile shida mingi ulikuwaga nayo wakati hujamjua Mungu. Ile mateso ulikuwa unateseka wakati hujamjua Mungu haiwezi kuwa ati ndio ilikuwa rahisi kuliko ile unaweza teseka ulikuwa kwa Mungu. Kuwa kwa Mungu unaweza teseka, lakini unateseka mateso tu kidogo. Nao hawa watu wananungunikia Mungu sababu ya safari, sio sababu ya mijeledi, sio sababu ya kufanyishwa kazi gumu bila malipo. Wanamnungunikia sababu ya safari. Chakula wanapewa, lakini bado wanamnungunikia ati wamekula chakula kimoja kwa muda mrefu. Sio njaa wako nayo. Hawa ni watu wenye wamekosa nidhamu mbele ya Bwana, sababu Mungu amewafanya mambo mazuri. Aliwatoa kwenye nchi ya mateso, wakiwa huku jangwani anawapea chakula bure. Hawalimi lakini bado wanakula. Anatembea na wao hapa kwa hapa, anawapigania kwa maadui wao. Waliona Farao na jeshi yake wakimalizwa katika ziwa la Shamu. Hao yote wanasahau. Watu wengi husahau na yale Mungu amewafanyia. Wanaona tu mateso kidogo wamepitia. Hiyo tu mateso kidogo inafanya wamdharau Mungu. Naye Mungu akiona hivyo, wacha tusome mstari wa 6. Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu, wakawauma watu wengi wakafa. Naye Mungu ukimnungunikia, badala ya umshukuru, hawangenugunika, wangeanza kumshukuru, wamwambie Mungu, tunakushukuru sababu ulitutoa kwenye nchi ya mateso, ulitutoa kwenye nchi ya Farao, ulitutoa kwenye nchi yenye tulikuwa tunateswa, na ukawamaliza maadui zetu tukiwaona kwa macho yetu. Lakini wao hawakubiki hivi. Nawe mtu wa Mungu, siku ya leo ni wewe naongeleza, wewe mwenye umeokoka. Wewe ndiye mteule wa Mungu, wewe ndiye Mungu amechagua. Ndio umeokoka, lakini kuna masida unapitia kwa wakati huu. Sijui ni gani, wewe ndiye unaijua. Tukiwa katika hii dunia, shida ni mingi. Biblia inasemaga hivyo, yenye humkuta mtu wa Mungu, lakini Mungu kumtoa kwa hayo yote. Ndio shida itakukuta, lakini Mungu anajua njia ya kukutoa kwenye hiyo shida. Badala ya kumnungunikia Mungu, mwambie unayajua haya yote. Juu ukimnungunikia Mungu, naye atakuadhibu na atakasirika na atakunyorosha. Hivi ndivyo alifanya hawa wana wa Israeli. Biblia inasema nyoka, Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu, wakawauma watu wengi wakafa. Wamemnungunikia Mungu, Mungu amekasirika, amewaadhibu. Na wewe ukiwa ndani ya Mungu, ukizoea kumnungunikia Mungu, hiyo shida unaiona itakuwa kiojo kwako. Juu akija kukuadhibu, atakuletea sasa shida kubwa. Sasa ile shida imewakuta sio ya kutembea wakachoka na kuchomwa na jua. Imekuja shida kubwa ya kuumwa na nyoka na kufa. Sababu Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Hawa wamemkosea Mungu, wamefanya dhambi kwa kunungunika kwa vinywa vyao, badala ya kukumbuka yale mambo Mungu amewatendea. Naye Mungu ameachilia nyoka kuwaadhibu, nao nyoka wakiwauma wanakufa. Nao wakaona hivyo. Mstari wa 7, watu wakamwendea Musa wakasema, tumefanya dhambi kwa sababu tumemnungunikia Mungu, na wewe utuombee kwa Bwana atuondolee nyoka hawa. Basi Musa akawaombea watu. Wale tu walikuwa wamenungunika, sasa wameona shida imekuwa zaidi ya ile walikuwa wamezoea. Hata saa hiyo bereni, kabla badala ya kunungunika, wangekuwa tu wameenda kwa Musa na kumwambia, tuombee kwa Mungu sababu tumechoka sana, tuombee kwa Mungu, tumechomwa na jua sana. Hawakujua hivyo. Walijua wao wanajua kunungunika na kujitetea. Hivyo ndivyo watu walivyo wakati huu. Ukipatwa na shida, wacha kunungunika, mwendee Yesu. Juu ndiye Musa wetu wa siku ya leo. Mwambie ile shida inakutesa, sio kunungunika. Mwambie Mungu, Bwana Yesu, unaona hii mateso niko nayo, unajua mimi ni mtu wako, Mungu wangu nikumbuke.
Mwambie hivyo. Hivi wana wa Israeli sasa wameona shida imekuwa zaidi. Sasa wameona ile walikuwa wananunuika juu yake hata haikuwa shida. Sasa imekuja ingine inaleta kifo. Ile walikuwa wananununika nayo haikuwa inaleta kifo, haikuwa inaleta magonjwa. Wao tu ni kuchoka. Chakula wamepewa lakini wanasema wamekizoea, wameikula sana, hawabadilishi. Hao ni watu wenye wamekosa nidhamu mbele ya Mungu. Nao wakati wameona shida imekuwa zaidi, sasa wamemwendea Musa. Wamekubali sasa tumefanya makosa. Mstari wa 7 inasema watu wakamwendea Musa wakasema tumefanya dhambi kwa sababu tumemunungunikia Mungu. Sasa wamejua dhambi yao na makosa yao. Wamejua sio vizuri kumunungunikia Mungu. Na wewe mtu wa Mungu mwenye unapitia shida kwa wakati shida yoyote, waache kuwa tawana wa Israeli. Jua kabla, usimunungunikie Mungu. Mwambie ile shida unapitia na umwambie kwa njia ya upole. Ukijua yeye ni Mungu na hawezi kuachilia, na ujue bado anaona ile mateso unapitia, jua yeye ndiye Mungu. Jua yeye ndiye Mungu wako. Yeye ndiye anayekujua. Yeye ndiye atakuokoa. Na shida ilipokuwa kubwa zaidi, watu amemwendea Musa. Mstari wa 8, Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka wa 7 ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi. Musa akafanya nyoka wa 7 akaiweka juu ya mti, hata ikiwa nyoka amemuuma mtu, alipoitazama ile nyoka ya 7 akaishi. Sasa hapa ndio imani sasa inatengenezwa ndani ya wana wa Israeli. Hii ndio imani ya kwanza. Musa ameambiwa na Mungu atengeneze nyoka anafanana na yule anauma watu. Huyo nyoka amuweke juu ya mti, lakini awe ni nyoka wa chuma. 7 ni bronze kwa kizungu. Naye akatengeneza nyoka wa 7 akamuweka juu ya mti, akamuweka mbele ya watu pale labda kwa kiwanja. Na mtu akiumwa na ile nyoka yenye iko na sumu, yenye inawauma, yenye inawaadhibu sababu Mungu ameiachilia juu ya kumunungunikia, ikimuuma anaitazama naye anapona. Hapo ni imani. Hivi ndivyo tulivyo wakati wa leo. Hiyo labda ile mazida unapitia na wewe umemunungunikia Mungu. Umeokoka, umemkubali Yesu, lakini kuna mazida unapitia. Labda uko na magonjwa unapitia. Hiyo magonjwa inaletwa na kunungunika kwako. Hiyo magonjwa inaletwa na kukosa kuona yale matendo mema Mungu amekufanyia. Unaona tu yale mabaya. Hiyo mazida uko nayo inaletwa na wewe kutoshukuru Mungu. Wewe unaona tu akikutesa, na Mungu hawezi tesa watu wake. Hao walikuwa kwenye njia na hakuna pahali pengine wangepitia. Njia ya kwenda Kanaani ilikuwa jangwani. Kwa hivyo lazima wangepitia jangwani ili wafike kule Mungu anaowapeleka. Nasi tuko jangwani katika hii dunia, sababu lazima tuishi maisha ile Mungu ametuwekea, ile miaka ametuwekea katika hii dunia yenye imejaa mateso. Hiyo miaka kabla iishe, tutatesekea hii dunia kama watu wengine. Vita zitatokea, itakukuta. Njaa itakuja, itakukuta. Mashida ya serikali itakuja, itakukuta. Utaumia kweli, bado ukiwa kwenye njia ya kuelekea kwenye nchi ya ahadi yenye tumeahidiwa na Yesu Kristo. Nawe usimunungunikie Mungu. Nawe ukimunungunikia, uwe ulimunungunikia na umepatwa na mashida, tunaye mtetezi. Tunaye aliyetundikwa kwenye mti, Yesu Kristo. Yeye ndiye alitundikwa kwenye mti akafa sababu ya shida zetu. Nasi tukimtazama sasa, sio vile walikuwa wanatazama ile nyoka ya 7 kwa macho ya mwili. Sisi tunamtazama Yesu kwa kiroho, kwa hali ya kiroho na macho ya kiroho. Ametundikwa juu ya mti, tayari alikufa tayari na akafufuka. Kwa hivyo sasa shida zetu zote, hapa ndipo imani ipo. Ile shida uko nayo, angalia kwenye msalaba. Sio msalaba wenye umewekwa mahali, sio msalaba ule umewekwa juu ya kanisa ama mahali fulani. Huyo ni msalaba wa kiroho. Ona kifo ya Yesu, ona akitundikwa kwenye mti juu ya ile shida unapitia. Hiyo nyoka iliwekwa juu ya ile shida walikuwa wanapitia. Nao wakiuma na nyoka wanaitazama, wanapona. Kutazama tu, anaamini amepona, naye alikuwa anapona. Na wewe sasa tazama msalaba, tazama Yesu Kristo, tazama kifo yake, tazama kusulubishwa kwake, ujue shida yako imeisha. Amini hivyo ndani ya roho. Nayo ile shida unapitia haijulikani ni gani, haijalishi ni gani, haijalishi ni shida aina gani.
itaisha saa hii na dakika hii. Imekuja kwa sababu yako. Ingine imekuja sababu uko jangwani. Ingine imekuja sababu umenungunikia Mungu. Ndio tukaulizana, je, umemnungunikia Mungu? Kama hujamnungunikia, ujue ni vile uko jangwani. Mwambie Yesu Kristo, unajua hii shida yetu. Mwambie kama vile wana wa Israeli wangesema kabla, badala ya kunungunika. Vile waliambia Musa tu wakati walianza kuumwa na nyoka. Hivyo ndivyo tu wangemwambia hata hapo mbeleni, badala ya kunungunika. Walimwambia tumemkosea Mungu. Hapo wangeenda wamwambie Mungu, tunapitia hii na hii na hii. Ambia Mungu hivi. Na Musa angeambia Mungu. Lakini badala yao waseme, walinungunika. Na wewe usinungunike, ambia Mungu bila kuongea mabaya. Mwambie ile shida unapitia, naye ni mwenye huruma, atakuondolea. Na kama ulinungunika ukaumwa na nyoka, sasa wewe ni mgonjwa, umegojeka ukiwa ndani ya Yesu Kristo. Unajua hata kugojeka ukiwa ndani ya Yesu Kristo ni mlango unakuwaka umefungua, mlango wa dhambi. Hiyo ni ukweli. Dhambi ni aina mingi. Unajua watu wengi wanafikiria dhambi ni userati na kukunywa pombe. Dhambi ni aina mingi. Wewe ndiye unajua yale unafanyaga yenye unajua haimfurahishi Mungu. Sasa ukipatwa na magonjwa ni dhambi. Unaona wana wa Israeli wanasema wamemfanyia Mungu dhambi kwa kunungunika kwao. Hiyo dhambi ndio imefanya nyoka wakuje. Nao nyoka wakiauma wanaleta magonjwa, hiyo magonjwa inaleta kifo. Naye nyoka wakati huu ni Shetani na magonjwa. Ukiona ukigojeka ukiwa ndani ya Yesu, jiulize ni wapi ulifungua mlango yenye ilifanya Shetani apate mwanya. Na ukijua tu hivyo, jua Yesu Kristo naye ametulikwa kwenye mti kwa kiroho. Mutazame, muambie shida zako na uamini vile wana wa Israeli walikuwa wanaamini. Akiangalia tu ameumwa na nyoka, akiangalia tu hivi anaamini. Na hata kama ameumiwa kwa sababu labda walikuwa wanakimbia bio bio, atazame. Na wewe sasa hutakimbia sababu Yesu ako kiroho na ako kila mahali. Sasa ndani yako, angalia ndani ya roho na useme, Yesu Kristo, hii shida yote ulitulikwa juu ya mti ili tupone. Ulinyoroshwa mijeledi ili tupone. Nawe ile shida unayopitia, hiyo ugonjwa uko nayo wakati huu, itakutoka na itaisha, na ni katika jina la Yesu Kristo. Sasa imani inatakikana. Imani sasa ni wewe uko nayo. Amini Yesu ndiye muweza wa yote, na kesho yake usimunungunikie Mungu. Usione Mungu kama amekuacha. Amini Mungu ndiye muweza wa yote, na ukiwa naye, hata kama uko jangwani, hata kama jua ni kali, hata kama maji haitosheleki, hata kama chakula ni kile tu unazoea kila wakati chakula kimoja, jua bado ako na wewe na anakuelekeza kwenye nchi ya ahadi na hajawahi kuacha. Amini hivyo, naye Mungu hamutakosana, naye Mungu hata kuachilia nyoka wa kuume, na magonjwa yataisha katika mwili wako. Utakuwa unateseka kidogo, lakini ni kuteseka kwa muda. Barikiwa na Mungu akutendee mema, akuinue na akubariki, akuongoze, akuonyeshe njia zake. Kama hujaokoka, kubali kuokoka. Kama umeokoka, ogopa dhambi, dumu kwa Yesu. Na watu bila uchokozi, bila kujipenda, bila wivu, bila kuona ni wewe unavaa. Onaga hata huyo mwingine anavaa. Na ukikaa hivyo, Mungu atakuwa rafiki yako na mtaenda na yeye kwa njia zake mkiwa pamoja. Asante. Wacha tuombe. Mwenyezi Mungu, Mungu wa vyote, wewe ndiye Mungu wetu. Umeongea na watu wako kupitia kwangu. Mimi nimekuwa tu kama tarumbeta. Umenipulisa nikatoa sauti yenye ulikuwa unataka nitoe. Onekana na uinuliwe. Wacha mimi nisionekane. Wewe ndiye muweza wa yote. Wewe ndiye uliniita nitumie katika hii dunia ya mwili na damu. Wacha nifanye kazi yako. Nimejipeana kwako, roho yangu, nafsi yangu na hata mwili yangu. Nitumie Baba yangu kwa njia yote ile unayoweza kunitumia nayo, ili jina lako liinuliwe na litukuzwe. Mwenye nitasema umbariki, muinue na umuonekanie. Nami Mungu wangu, usisahau nami. Kwenye nitaenda na gari zimetengenezwa na mikono ya binadamu. Kuwa dereva mzuri, nitapita kwa barabara
kuwa pamoja nami, niongoze na unionekanie, na ni katika jina lako kuu Yesu nimeomba na kuamini, amen. Barikiwa na Mungu sana sana sana.